Hili ambacho ni kitabu cha mwanamke, na siku ya leo tunazungumzia zaidi kuhusiana na maisha ya waigizaji in general. Unajua kuna mambo mengi sana huwa yanapitia hasa kwenye sanaa. Unajua mtu kiwa na kipaji lazima mishale mingi kupige kwa sababu watu wengi hatuamini katika kipaji cha mtu mpaka tuone mtu amenyanyuka kidogo ndio tunaanza kusema huyu kweli ana kitu, huyu kweli ana kitu. Ndivyo tulivyo Tanzania, hata tusikatae. Yes, niko na udhamini wa Sidea Eco Sanitarians na ubalozi wa Norway Tanzania, na mgeni wangu ashafika hapa studio za Vidodo Radio. Tutajifunza mengi kutoka kwake na tutajua mengi kuhusiana na sanaa hii ya uigizaji. Karibu sana. Asante sana. Okay, basi msikilizaji na mtazamaji angetamani kujua nipo na nani leo, yupo katika tasnia ya uigizaji kwa muda gani? Okay, kwa majina naitwa Hajra Francis. Ndio. Yes, lakini kwa jina langu la sanaa ambalo najulikana sana Nyota. Nyota. Yes. Inayong'aa usiku ile. Sana barabara ninajiuliza akasema nyota ipi? Nyota ya au nyota sijarakali. Ile nyota njema. Unajua kuna mwigizaji, kuna nyota ndogo. Nyota ndogo. Yes. Sasa huyu ni nyota tu hazi nyota. Unajua mwanzoni jina langu la sanaa nilikuwa najiita Aunt P. Yeah. Kwa sehemu nyingi sana za makundi ukienda Aunt P ndio walikuwa wananijua hivyo. Na hapo Aunt P ni kwamba kwa ajili ya maana jina lako wenyewe hata sio P. Yeah, jina langu sio P kwa sababu jina langu mimi nilikuwa naitwa Pendo. Nilipokuja kupata mwanamume wa Kiislamu na dini ya Kiislamu nilikuwa naipenda sana, nikabadili dini kutoka kwenye Pendo kwenda kutoka kwenye Uislamu, kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu. Kwa hiyo na jina lenyewe nikachange. Okay. Badala ya Pendo nikajiita Hajra. Ya kwa hiyo ile Pendo ndio ilikuwa ninabeba Aunt P. Yeah, aunti wa watoto. Na vipi sasa hiyo nyota? Ni kwamba ulikuwa unaitwa tu na watu au wewe mwenyewe ulisema hili jina linanifaa? Okay, nyota ni story ndefu kidogo ya jina la nyota kwa sababu nakumbuka kipindi naanza sanaa, kuna siku moja nilikuwa nimelala usiku, nikaanza kuota ndoto nipo sehemu, watu wengi wanashangilia, wakiniita nyota. Nikaja yani akawa naangalia kwani mimi hapa niko wapi? Mbona kama nilikuwa nimelala afu najua niko hapa, watu wengi wananizunguka wananiita nyota. Kwa nilivyoamka tu hapo nimeshtuka simu yangu hapo nikaanza kuambia watu kwanza ile mimi nyota. Na kweli likakubalika. Mpaka leo ukienda yale ya makundi yangu yalikuwa naenda zamani. Na makundi mapya ukiulizia nyota, mashallah nyota utampata. Bila nyota lilienda zaidi kuliko ya. Yes, nyota lilienda zaidi kuliko Aunt P. Kwa sababu ulioteshwa hiyo. Okay, kwenye tasnia hii upo kwa muda gani na ni nini hasa ambacho bado unakitamani kuitenda kwenye tasnia? Okay, kwenye tasnia ya uigizaji na almost miaka 6. Ndio. Yes, miaka 6, lakini ndani ya miaka 6 hiyo katika tasnia yangu ya uigizaji ni kwenye makundi. Leo nipo kundi lile, mara nipo kundi hili. Namshukuru Mungu, makundi yamenifanya kujua vitu vingi sana. Ndiyo. Sana. Ambavyo vinavyohusiana na maisha kwa ujumla. Yes, makundi hayo yamenipa kujua vitu vingi sana vinavyohusiana na sanaa na kunipa marafiki pia. Okay. Kuna kama sini ngapi ambazo umewahi kuigiza kwenye makundi na au zingine zimeshatoka? Movie ambazo nimewahi kuigiza nikiwa kwenye makundi ni kama movie 3 na zimetoka, nashukuru Mungu zimetoka, zinaonyeshwa. Okay. Kwa mara ya kwanza sasa kusema mimi ninaanza natia mguu kwenye hii tasnia ya uigizaji, experience ya kwanza ilikuwaje? Kwanza kabisa kwenye sanaa uigizaji naweza nikasema kwamba na miaka 6, lakini mimi nilikuwa napenda kuigiza toka nikiwa shule. Yes, ile shule ile maigizo ya shuleni mimi nilikuwa nikosi. Michezo ya jukwani. Yes, ngoma sijui nini, mimi nilikuwa nafanya mpaka ngoma nilikuwa nacheza. Lakini ilifikia wakati
wazazi, unajua mzazi kama hajakikubali kitu mwanzoni inakuwa kidogo shida. Kwa babangu akawa anakataa, usifanye sitaki. Lakini yule Mrisho Mpoto mimi ndiye alikuwa mwalimu wangu wa ngoma. Yes, sana. Mwalimu wangu wa ngoma. Ukiacha mambo ya sanaa, nilikuwa mwanariadha mzuri sana na ambaye nilikuwa nafukuza upepo vibaya mno. Mbio. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa ni mwaka 99. Mimi ndo nazaliwa 99. Hiyo ndo mambo ya kukimbiza upepo. Yaani ilikuwa kwenye kundi langu, namshukuru Mungu. Kama kuna kwenda kushindana mashindano ya kiwilaya, wakinikosa mimi wanajua hapa hatupati kitu. Lakini nikiwepo, yaani kikipigwa kile kipuzo usitegemee kama utanikuta. Mpaka tuongea kwa gani wewe? Kwani wewe una nini? Niambia hamna. Kimo kinachangia. Na mazoezi kisha nilikuwa ni mbamba. Ukichomoka umechomoka. Useme kwamba eti yule ngoja aende nitamkuta, unikuti. Speed naanza nao ndio ninaumaliza nayo. Nilienda sana ikafikia mpaka kushindana mashindano ya kimkoa. Tulikuwa tumepangiwa kwenda Mwanza Kirumba kule, nikaenda, ikafikia kwenda kufanya mazoezi mashindano makubwa South Africa. Lakini mimi nilishindwa kwenda South Africa. Babangu alikataa kwa sababu kipindi hicho ndio nipo darasa la 7. Natakiwa nifanye mitihani ya kumaliza darasa la 7. Akaniambia huendi popote. Basi ndoto yangu ya kukimbia ikawa imefia hapo. Naam. Lakini namshukuru Mungu nilipoingia sekondari shule ya Makongo pale nikaanza tena kwa kuibia wazazi wasijue. Nikawa nacheza mpira wa miguu, nakimbia riadha. Ndio. Lakini baadaye nikajikuta na tatizo kwenye kifua. Ambayo nilikuwa nikikimbia kuna kitu kama kinashuka hivi chini, nakosa nguvu kabisa, naweza hata nikadondoka. Ndio anataka chimba moyo. Hiyo. Basi hiyo ndio ilikuwa kipaji changu cha kukimbia na kucheza mpira. Nikaacha. Lakini ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kwenda kujiunga na ile timu ya wanawake ya kucheza mpira. Kwa hiyo nilipoona huku nimefeli, nikaona basi haina shida kwa sababu mimi dhumuni langu ni kuendeleza kipaji changu. Ndio. Nikakaa muda mrefu sana. Mtu alinifanya nianze kwenye sanaa uigizaji tena sasa kikubwa Kanumba. Kwa nampenda sana Kanumba na nilikuwa na ndoto asema Mungu mimi ningesimama kwenye hii Bongo Movie. Nibebe nifanye kazi na Kanumba.